Katika ulimwengu wa leo wa biashara, si kila anayeanzisha biashara anafanikiwa, lakini wapo baadhi ya wafanyabiashara wachache ambao wameanzisha biashara na ghafla zimekuwa biashara kubwa, wamepata mafanikio makubwa, wamepata wateja wengi kwa muda mfupi, wamepata biashara nyingine ambazo zimetokana na ile biashara ya mwanzo. Sasa nini siri ambayo imeweza kuwafanya wafanyabiashara hawa kuweza kukua kwa haraka na wafanyabiashara wengine kuwa kwa taratibu wakipata wateja wachache au pengine wamekuwa hawapati kabisa wateja? Ni nini kilichojificha hapa? Sijui umeshajiuliza hili swali. Mimi mwenyewe nimejiuliza hili swali na ikanifanya niweze kufanya research ndogo sana ambayo niliweza kugundua kuna siri kubwa 5 ambazo zimeweza kuwafanya wafanyabiashara wachache kufanikiwa kwa haraka zaidi na kupata wateja wengi ndani ya kipindi cha muda mfupi. Siri ya kwanza niliyoigundua ni kwamba wanawafahamu vizuri wateja wao, wanawaelewa vizuri wateja wao. Wafanyabiashara hawa wachache waliofanikiwa wamekuwa wakiwafahamu vizuri wateja wao, wamekuwa wakijua ni nani wamuuzie nini, kwa sababu sio kila bidhaa ni kwa kila mteja au sio kila huduma ni kwa kila mteja. Kwa hiyo wamekuwa wakifahamu matatizo ya wateja wao, wamekuwa wakifahamu pia suluhisho la wateja wao, wamekuwa wakijua wamuuzie nani kwa wakati gani, wamekuwa wakijua wateja wao ni wa aina gani, ni wa kike, ni wa kiume, ni vijana, ni wazee, ni wafanyakazi au ni wastaafu. Wamekuwa wakiwaelewa vizuri wateja wao. Lakini kubwa zaidi lililonishangaza kwa wafanyabiashara hawa, wamekuwa madaktari kwa wateja wao. Nitakupa mfano kati ya kuwa daktari na kuwa muuzaji. Siku zote huwa napenda kusema wateja huwa hawapendi kuuziwa, lakini wateja wanapenda kununua. Wamekuwaje madaktari kwa wateja wao? Ukienda hospitali wezi ukakuta daktari anakwambia nunua panado 2 upate panado 1 ya ofa. Huwezi kukutana na kitu kama hicho. Utakapokwenda hospitali, daktari atakusikiliza kwanza. Baada ya kukusikiliza atakupima. Baada ya kukupima atakupa ushauri, alafu wewe mwenyewe upende usipende utatoa hela yako mfukoni na utakwenda kununua dawa, japo ni chungu, lakini utakwenda kununua dawa ili upone. Sasa wafanyabiashara hawa wamekuwa kama madaktari. Mteja akija dukani, wamekuwa wakimsikiliza kwanza. Baada ya kumsikiliza, wakishagundua tatizo lake, wanatafuta suluhisho kulingana na kile kitu wanachokuwa wanakiuza. Kwa hiyo umekuta mteja anakuja dukani, anakuelezea kwamba labda mimi ni content creator, nataka nitengeneze maudhui, nahitaji simu. Kwa hiyo umekuta huyo mfanyabiashara amekuwa akimweleza, okay, kama wewe ni content creator, moja, unahitaji simu yenye storage kubwa, lakini namba 2, unahitaji simu yenye uwezo mzuri wa kamera, lakini namba 3, labda unahitaji simu yenye yenye skrini kubwa, lakini namba 3, unahitaji simu ambayo itakuwa inatunza chaji muda mrefu, na kwa wewe simu itakayokufaa labda ni simu ya aina fulani. Kwa hiyo wamekuwa wakimsikiliza mteja, wakitatua tatizo la mteja, lakini pia wamekuwa ni madaktari kwa wateja wao. Kwa hiyo ukitaka kufanikiwa kama hawa wafanyabiashara ambao wamekuwa wakifanikiwa, na wewe jitahidi kwanza waelewe wateja wako, kuwa daktari kwa wateja wako. Usionekane kama muuzaji kwa mteja, bali onekana kama mtu unayetaka kutatua tatizo lake, na hapo mteja atatoa pesa yake kwa urahisi sana na hatakupa bila hata kupenda. Lakini siri ya pili niliyoigundua kwa hawa wafanyabiashara, wamekuwa wana mipango madhubuti, na ukifuatilia siku zote hakuna mafanikio yanayokuja kwa hafla. Kwa hiyo wamekuwa wana mipango madhubuti kuhusiana na biashara zao, na unapaswa kufahamu ya kwamba kufanikiwa si bahati tu, bali kufanikiwa ni matokeo ya mipango mizuri. Kama mfanyabiashara, jiwekee mipango, jiwekee malengo kwamba ndani ya mwezi mmoja nataka niuze kiasi gani, ndani ya wiki nataka niuze kiasi gani, ndani ya siku nataka niuze kiasi gani, na hii itakusaidia kuja na mikakati na mipango bora itakayokusaidia wewe kujua ni namna gani unaweza kufanikiwa, ni namna gani unaweza kuwafikia wale wateja ambao unataka kuwauzia. Hii ni siri ambayo nimeweza kuigundua kwa hawa wafanyabiashara wachache ambao wamekuwa wakifanikiwa kwa haraka. Lakini siri
Ya tatu niliyoiweza kuigundua kwa hawa wafanyabiashara, wamekuwa wakijenga mahusiano na watu, au wamekuwa wakitengeneza network. Katika biashara ya leo huwezi kila kitu ukakifanya peke yako. Kwa hiyo ili uweze kufanikiwa, jitahidi utengeneze mtandao na watu. Hawa wafanyabiashara wachache ambao wamekuwa wakifanikiwa kwa haraka, wamekuwa wakitengeneza mahusiano mazuri na wateja wao, wakitengeneza mahusiano mazuri na watu, wakitengeneza mahusiano hata na washauri kwa masuala ya kibiashara, ili kuweza kujifunza mambo mbalimbali, masuala mbalimbali ya kuhusiana na biashara wanazokuwa wanazozifanya. Kwa hiyo hata wewe jitahidi utengeneze ile network, jitahidi utengeneze mahusiano mazuri na wateja wako, lakini pia jitahidi utengeneze mahusiano mazuri na watu wengine ambao huwezi kujua wanaweza wakakusaidia siku gani na lini. Jichanganye, hudhuria kwenye semina mbalimbali, makongamano mbalimbali. Ukihudhuria kule, chukua namba zao wale watu ambao unaona huyu anaweza akanifaa kwenye kitu fulani, huyu anaweza akanifaa kwenye sehemu mbalimbali. Kwa hiyo wafanyabiashara wamekuwa wakitengeneza mahusiano mbalimbali. Siri nyingine niliyoweza kuigundua kwa hawa wafanyabiashara, wamekuwa wakijifunza kila siku, wamekuwa wakijifunza kila iitwapo leo. Katika ulimwengu wa biashara leo, kila kitu kimebadilika. Yani kila kitu kinabadilika kulingana na siku zinavyozidi kwenda. Wateja wa zamani ni tofauti na wateja wa leo. Mteja wa leo akitaka kuja kununua kitu kwako, anakuwa amekwisha kufanya research kwa watu tofauti kwenye website mbalimbali, kwenye mitandao ya kijamii kote huko anakuwa amepita, na anakuwa amekwisha kujua bei zao kule, inafanya kazi kwa kiasi gani. Yaani unakuta mteja anakuja dukani kwako anaijua bidhaa nje ndani. Kwa hiyo kama mfanya biashara pia, hata wewe jitahidi kujifunza kulingana na tabia za wateja. Jitahidi kujifunza pia kulingana hata na kile unachokiuza, ili mteja asije akaja dukani kwako alafu akaonekana anakijua zaidi kile unachokiuza kuliko wewe unavyokijua. Kwa hiyo jitahidi jifunze kulingana na wateja wana tabia gani, akija mteja huyo nimhudumie vipi, bidhaa zangu niziuze vipi. Tenga muda wa kujifunza. Tumia hata dakika 30 mpaka 45 kujifunza vitu mbalimbali vinavyohusiana na biashara yako. Fuatilia mafundisho mbalimbali yanayohusiana na biashara kama hii content, ili uweze kupata ujuzi, lakini huo ujuzi uweze kukusaidia kuikuza biashara yako ndani ya muda mfupi. Lakini siri ya 5 niliyoweza kuigundua kwa hawa wafanyabiashara, wamekuwa hawakati tamaa kirahisi. Changamoto zipo, kukosa wateja kupo, kukosa mauzo kupo, kupata hasara kupo. Iliyofanikiwa hujifunza na kuendelea mbele. Kwa hiyo utakapokuwa umeanzisha biashara, kutatokea changamoto nyingi sana, kutatokea changamoto mbalimbali. Kumbuka, asiyepatwa na changamoto ni kama amekufa, kwa sababu aliyekufa hapati changamoto yoyote. Kwa hiyo jitahidi kujigeuza changamoto zile unazozipata kuwa fursa. Jifunze kwenye changamoto, jifunze kutokana na kila tatizo unalolipata, na baadaye itakusaidia kukomaa, itakusaidia kuwa shupavu kulingana na kile unachokipitia. Ili uweze kufanikiwa katika maisha yako ya biashara, usiwe mtu wa kukata tamaa mapema, usiwe mtu wa kukata tamaa kirahisi. Mashabiki wa mpira huwa wana msemo wao, wanasema aishi mpaka iishe. Kwa hiyo hata na wewe unapoingia kwenye biashara yako, jitahidi isiishe mpaka isiishe. Aishi mpaka iishe. Na yenyewe iweke hiyo spirit kwenye biashara, itakusaidia hata pale utakapokuwa unakutana na changamoto kuweza kuzigeuza kama fursa, na itakusaidia pia kuweza kuifanya biashara yako kuwa kwa haraka na kwa muda mfupi sana. Unatakiwa kufahamu kwamba kila changamoto ni darasa. Sasa jiulize, katika hii changamoto ninaweza kujifunza nini ambacho kitanisaidia kuweza kunitoa hapa mahali nilipo kwenye hii changamoto na kuweza kuifikia njia ya mafanikio. Mafanikio ya biashara yako hayaji kwa bahati tu, bali yatatokana na nidhamu, uweledi, uelewa na kujifunza kila siku kuhusiana na biashara yako. Kwa hiyo ili uweze kufanikiwa katika biashara, jitahidi hizi siri 5 nilizokuambia leo au nilizokufundisha leo, jitahidi angalia kwamba katika hizi siri 5 mimi ninaweza kuanza na siri ipi kati ya hizi 5 katika biashara yangu, ili niweze kuifanya biashara yangu iweze kukua kwa haraka na kuweza kupata mafanikio kwa
kwa haraka zaidi, kuweza kupata wateja wengi pia kwa haraka zaidi. Kwa hiyo katika hiki nilichokufundisha leo, angalia kati ya haya matano ninaweza kuanza na kitu gani, au ninaweza kuboresha wapi, au katika hivi vitano naweza nikavichukua vyote nikaviweka katika biashara yangu ili niweze kuvifanya. Asante kwa kuendelea kunifuatilia. Majina yangu naitwa Ray Mam.